Kanisa, Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Asante. Huyo mama yetu amelala, waja pumzike. Hakika alifanya kazi kwa wakati wake, alitulea tangu tulipookoka, na kwa hivyo hatuna la kusema basipo kwamba Mungu ampe mapumziko mazuri, apokee kila alipanda alipokuwa duniani. Bwana asifiwe. Kanisa, pokea salamu za mke wangu katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya uchumbe ambao umetutangulia, na ninashukuru huyo mkubwa kwa sababu alikuwa amefanya bidii kupata mali, lakini mali ilifanya yeye mwenyewe akose kitu kimoja. Kilichoko ni kwamba tusiwe na jambo ambalo litakalo tukosesa uzima wa milele. Ni vizuri tuwe na tumaini hata pamoja na vile Mungu ametubariki kuwa navyo. Bwana asifiwe. Sijui kwa nini watu ni baridi, lakini nataka kusema kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu akutie joto katika jina la Yesu. Nakumbuka uchumbe wangu nilihubiri hapa wakati uliotangulia kwa wale waliokuepo. Nilizungumza juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Nikazungumza juu ya wale waliokorinishwa bila kukata kauli ya kuwa Wakorino. Bwana wetu asifiwe. Na kwa hivyo hata nikazungumza juu ya hatari inayotuelekea sisi ambao tunajiunga bila kukata kauli ya kuwa waokofu. Haleluya. Mungu wetu ni mwema, na leo nina uchumbe tofauti kwa ufupi tu ambaye Mungu ametia ndani ya moyo wangu, na ni vema kasikia kwamba ni vizuri ni ulete kwako. Nataka uandike maandiko yafuatayo, halafu nitasema kichwa cha ujumbe. Nataka uandike kitabu cha Marko 11:25. Kisha andika Mathayo 6:14. Baadaye andika Mathayo 18:23. Malizia kwa kuandika Mathayo 5:23. Na juu ya kichwa au kichwa ya somo letu ni msamaha. Bwana wetu asifiwe sana. Nilikuwa nikisoma neno la Mungu ambalo linaniambia ya kwamba tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Nikarudi nikatafsiri, nilipokuwa mwenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yangu. Hata na wewe ujitabirie kikwako kwamba ulipokuwa mwenye dhambi, Kristo wa Mungu akafa kwa ajili yako ili akulete kwa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ili Kristo akufe, alitusamehe dhambi na makosa yetu, ndio tukubalike kuwa jinsi tulivyo siku ya leo, ndio tuweze kuitwa jinsi tulivyo siku ya leo. Kichwa cha somo letu ni juu ya msamaha. Mambo ni mingi katika Biblia, maandiko ni mengi na hata hatutayamaliza mpaka tuondoke duniani, lakini leo tusungumuse kwa ufupi juu ya neno msamaha. Nikasema kwamba sisi sote, hakuna mtu ambaye hajui mahali alikuwako kabla ya kukutana na Yesu Kristo na kabla ya kuokolewa. Kila mtu kuna kizima au kuna kitimbwi alikuwa ametumbukia, na Kristo akaja akatutoa katika kitimbu kile kwa njia ya upendo mwingi, akatusamehe dhambi na makosa yote tuliyoyatenda, hata kama ni makubwa ama ni kidogo. Bwana asifiwe. Tukasamehewa. Leo sisi tumepata msamaha kupitia njia ya kumwamini Kristo wa Mungu na kupokea neema katika maishani mwetu. Niingie katika somo.
Na kabla sijasoma andiko hilo lililotangulia, ninasema ya kwamba ndugu na dada zangu, sisi tu wanadamu, na pamoja na kuokoka sisi bado ni wanadamu, na tunahitaji kuangaliana mtu na yule mwingine, tunahitaji kuombeana mtu na yule mwingine, tunahitaji kusamehana hata sisi kwa sisi wenyewe. Haleluya, Bwana asifiwe. Basi nataka kusema ya kwamba maombi ya watu wengine usuilika kwa sababu ya kukosa msamaha, kwa sababu hawasamei watu makosa yao, mpaka wao wakasahau ya kwamba sisi tulikuwa wenye makosa au wenye dhambi, lakini tukasamehewa dhambi zetu, tukaoshwa na kutakaswa na damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani, ikatupa kibali cha kuitwa watakatifu. Haleluya. Kwa hivyo maombi ya watu wengine inaweza kusuilika. Marko alipozungumza au alipoandika maandiko ambayo tunaenda kuyasoma, na sasa ukiniwekea hapo ni vizuri, tusome Marko hiyo 11 aya yake ni 25. Biblia inasema hivi, sijui kama amefika pale ya Biblia inasema vizuri ya kwamba, nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi hamtasamehe, wala Baba yenu Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Haleluya. Kanisa, Bwana asifiwe. Wangapi wamekuja kwa madhabahu? Inua mkono wala wamekuja kwa madhabahu. Bwana asifiwe. Madhabahu ni kanisani, wala wamekuja kanisani basi inua mkono. Mungu awabariki sana. Umekuja kanisani, umetoka nyumbani, hata ulipokuwa ukicha haukusema kwamba ninaenda kanisani kuimba au naenda kanisani kushuhudia, lakini ulisema kwamba ninaenda kanisani nipate kulisikia neno la Mungu. Haleluya. Na neno la Mungu wakati wake ndio huu, na vile ambaye tumesoma neno la Mungu. Marko ni mwanafunzi wa Yesu aliyeketi katika darasa la Bwana Yesu, aliyefuatana pamoja na Yesu, akaketi kwa mafundisho ya Yesu, akapokea kila alichokipokea, akaandika akiongozwa na Roho Mtakatifu maandiko ambayo tumeyasoma. Biblia ikasema ya kwamba, nanyi kila msimamapo na kusali. Maana hapa sisi ni waombezi, hakuna mtu ambaye haombi. Lakini nataka nikuambie, kuna maombi yanamfikia Mungu, kuna maombi yanamgusa Mungu, na kuna maombi yanaishia hapa kulingana na vile wewe mwenyewe umechiweka. Biblia ikasema, kila msimamapo na kusali, sameaneni. Bwana asifiwe. Fanya nini? Sameaneni. Na ninyi mkisamehe watu makosa yao, na Baba wetu wa mbinguni naye atawasamehe. Haleluya. Unajua, katika maisha na udhaifu wa mwanadamu, kuna watu ambao hawana ile hali ya kusamehe wenzao. Hata kama unakuta kwamba pengine ulinishuhudia nikifanya jambo ambao kaliona kama ni dhambi au kaliona kama ni makosa, nawe umekuwa ukilibeba maishani mwako bila wewe kujua kwamba mimi nimetubu kosa hilo na nimesamehewa. Bwana asifiwe. Mtu mmoja nilimsikiliza kwa redio akihubiri, mwinjilisti mmoja kutoka Ujerumani ambaye anaitwa Reinhard Bonke. Bwana asifiwe. Akasema ya kwamba akatoa mfano kwamba kuna mtu alikuwa ameachiliwa na tajiri awe mpishi. Alipokuwa akifanya kazi ya upishi, alipiga kuku, na baadaye akamula yule kuku kwa njia ya siri, tajiri wake asijue. Lakini kuna manager alikuja akamkuta anakula kuku. Baadaye huyu manager alizungumza na yeye, akamwambia ya kwamba kwa maana umekula chakula cha tajiri,
mimi mwenyewe nitaenda kukustaki sasa. Lakini yule akaomba msamaha, akamwambia usinistaki. Lakini yeye akamwambia, kama hutaki nikustaki, baada ya kazi kumaliza kazi hapa utakuwa ukipitia kwangu, unanifanyia kazi ya dharura ili nisifanye nini? Nisikustaki. Kanisa, Bwana asifiwe. Huyu mtu alifanya hivyo, akafanya kwa tajiri, akifanya kwa manager hivyo hivyo. Lakini siku moja alifanya mkutano peke yake, akasema, mimi nitakwenda mwenyewe mpaka kwa tajiri yangu, nimwambie, bwana tajiri, nataka unisamee, maana siku moja nilikula kuku ambayo wewe mwenyewe ungestahili kuikula. Ni muranyona? Bwana wetu asifiwe sana. Akaenda akapiga magoti, tajiri akamsamee, manager hana habari. Baadaye ikafika wakati wa kumaliza kazi kwa tajiri, aende akafanya kwa yule manager. Hakuenda, akaenda kwa sake. Manager akamkuta, akamwambia ya kwamba, unakumbuka kuku? Unakumbuka ulikula kuku? Kwa nini ukupitia kwa kazi? Nitaenda kukustaki. Yeye akamwambia, enda unistaki, kwa sababu mimi nimeshafika tayari, nimeomba msamaha. Yule manager alipokuwa akitaka kufika kwa yule tajiri, akakuta kwamba yule ameomba msamaha mbele na amesamehewa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Biblia inatuambia, au inataka kuniambia, mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba wenu wa mbinguni atawasamehe hata ninyi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo nataka kuangusha ujumbe huu ndani ya mioyo yenu, ya kwamba lazima kama Mkristo uwe mtu uliye na msamaha katika ndani ya maisha yako. Amen. Ndugu, lazima umsamehe ndugu yule aliyekukosa, hata kama ni makosa ya aina gani aliyofanya. Wakina dada, hata yule binti yako aliyefanya makosa akasaa watoto nyumbani, nataka nikwambie kwamba iko dawa. Wacha kumbeba, msamehe katika jina la Yesu. Wanaume, sameheni watoto wenu katika jina la Yesu. Na hata sisi, na hata ninyi kama Wakristo, tusameheni sisi kama wachungaji. Uende ikawa siku tuliamua maneno na ukuridhika na maneno hayo, weka hiyo mzigo chini katika jina la Yesu. Bwana wetu asifiwe. Mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba wenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Haleluya. Lakini msipowasamehe watu makosa yao, nataka nikwambie hivi, hata Baba wetu wa mbinguni hata kusamehe hata na wewe. Tutatembea katika hali ya msamaha. Hata yule mume wako aliyekupiga siku nyingine kwa makosa yasiyokuwepo, samea yeye katika jina la Yesu. Hata yule mke wako aliyekudhihaki ukakasirika, weka yeye chini kwa njia ya msamaha katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana wetu asifiwe. Kwa hivyo lazima uwe mtu aliye wa msamaha. Tulipoendelea kusoma katika kitabu cha Mathayo 6 aya yake ni 14. Mathayo 6:14. Ninazungumza tu kwa ufupi, hapo kwingine Roho Mtakatifu akusaidie kuendelea katika jina la Yesu. Matthew 6 aya yake ni 14. Biblia inazungumza vizuri, inasema ya kwamba, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Bwana asifiwe. Unahitaji kusamehewa? Bwana asifiwe sana. Wasamehe watu makosa yao. Hata kama umewaona wakifanya hii na ile ingine, weka wao chini katika jina la Yesu. Maana ujui kama jana jioni alienda akatubu. Yule manager aliisha akiambia huyu ya kwamba, unakumbuka kuku, akamtumikisha, unakumbuka kuku. Lakini huyu akaamua jambo moja, ya kwamba nitaenda kuta mkubwa. Bwana asifiwe. Akaenda akamkuta na akapata msamaha. Manager alipofuata nyuma akaambiwa ya kwamba, hiyo nilijua na nikamsamehe. Bwana asifiwe. So dada zangu, ndugu zangu, kama Wakristo, nataka tusameane katika jina la Yesu.
Wanaume wengi hawajui kuomba msamaha, hata kama wakikosana na wake zao. Si rahisi wanaume kuomba msamaha, hasa Wakalenjin hawaombagi msamaha, ni ngumu kabisa. Kukiwa kuna kosa, labda aondoke tu, aende atoke, badala ya kusema amen, badala ya kusema nisamee, anaenda hata hakuna mahali amepanga kuenda, anasunguka huko, baadaye anarudi, ujue ameomba msamaha. Bwana wetu asifiwe. Yake koyo meka gate wanaomba msamaha. Wanaume wa Kikuyu hawaombi, anaenda chioni, anakuja na nyama, anakuja na sukari, au anakuja na kitu kingine, hata akikuwa kwa budget. Hiyo inaonyesha kwamba ameomba msamaha. Kwa hivyo sameeni watu makosa yao, nanyi mtasamehewa makosa yenu. Bwana wetu asifiwe sana. Mzee mmoja alipatwa na hasira, akamchapa si hasira wewe Bwana asifiwe sana. Akamchapa msichana wake kwa ajili ya kosa fulani. Msichana huyu, baba alipokuwa akikuja na kiboko namna hii, aliomba msamaha. Baba nisamehe, baba nimeona. Lakini baba aliendelea kumchapa, na msichana anasema, baba nimeona makosa yangu, nisamehe tu, nisamehe, sitarudia. Lakini akapata kiboko. Alipomaliza vita na yeye, msichana akamwendea baadaye polepole, wakati hasira imeshuka chini, akamwambia, baba, kwa nini ulinichapa sana na niliomba msamaha na niliona makosa yangu? Mzee akanyamaza, hana la kujibu. Mwisho alimpea ng'ombe. Bwana wetu asifiwe. Alimpea ng'ombe, akamwambia, hii ng'ombe mtoto ni yako, hii nataka uende uuze, ununue chochote unachotaka, kuonyesha kwamba hata baba baada ya pamoja na kukasirika ameomba msamaha. Bwana wetu asifiwe. Wanawake wengi, wanaume wengi hawajui kuomba msamaha, na kwa sababu hiyo unakuta kwamba mtu anabeba mzigo na mwenye mzigo ameweka mzigo chini. Wewe unaendelea kubeba tu. Weka yeye chini katika jina la Yesu. Hakimu yuko juu mbinguni. Hakimu yuko kwenye kiti cha hukumu, anahukumu kulingana na vile anavyoona. Mimi sitakosa kukuita dada, sitakosa kukuita ndugu kwa sababu ya makosa yako unayofanya. Wewe fanya tu, lakini kuna hakimu kwenye kiti cha enzi. Haleluya. Bwana wetu asifiwe. Andiko gani lilofuata? Bwana asifiwe. Matthew 18 verse 23, na nitasoma mpaka 35. Matthew 18:23. Azira, nataka unifanyie hesabu, na mzee yule mwingine unifanyie yako. Wewe utanifanyia talanta moja ni 5,000, na kuna mtu aliye na deni ya talanta 10,000. We nifanyie yako, nataka unifanyie 75 cents times 100. Alafu utaniambia baadaye nitakapofika kukuuliza swali. Ninasoma, umeniandikia ndugu pale, lakini sikuambia ninyi mfanye hesabu, nilipea yule na yule. Aya, kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja mwenye deni la talanta 10,000. Naye alipokosa ja kulipa, bwana wake akaamuru auzwe, yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo, ikalipwe ile deni. Basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema, Bwana, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni.
Mtumwa yule akatoka akamuona mmoja wa watumishi wake aliyemuia dinari 100. Akamkamata akamkapa koo akisema, nilipe unachodaiwa. Basi mtumwa mwenzake akaanguka miguuni pake akamsihi akisema, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa gerezani hadi atakapolipa ile deni. Basi watumwa wenzake walipoyaona yaliyotendeka wakafanya nini? Walisikitika sana. Wakaenda wakamueleza bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamuita akamwambia, ewe mtumwa muovu, nilikusamehe wewe deni ile yote uliponisihi. Nawe je, haikukupasa kumrehemu mtumwa mwenzako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akakadhabika, akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa deni ile yote. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatendea ninyi msipowasamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Haleluya. Bwana wetu asifiwe. Hapa tumepata watu hawa wawili ambaye nataka zungumza juu yake. Biblia inasema ya kwamba watu hawa wawili, mmoja alikuwa na deni kubwa, mwingine alikuwa na deni ndogo. Huyu mfalme alipotaka kufanya hesabu ya mali yake yote, huyu aliletwa. Ndugu Azila, hapana, wewe kufanya hesabu msuli. Alikuwa na deni ya talanta 10,000. Kwa hivyo ni 5,000 times 10,000. Fanya hiyo. Ilikuwa ni deni kubwa ambaye hangeweza kulipa. Ilikuwa ni kama 50,000. Kama ile mwenzetu alikuwa karibu apewe chusi na tuingie huko. Bwana wetu asifiwe. Azira, ukifanya vizuri utapata 50,000. Milioni 50. Milioni 50. Nani angeweza kulipa isipokuwa yule peke yake ambaye iko hapa leo? Ndio pengine angelipa hiyo deni. Alipatikana na deni kubwa ya milioni 50. Na aliposemekana aletwe, akaletwa na akaambiwa ya kwamba utalipa deni, na inaonekana aliletwa kama amefungwa. Ukichunguza maandiko, ameletwa kama amefungwa, lipa deni. Ilipoonekana hawezi kulipa, ikasemekana auswe, bibi yake auswe, watoto wake wauswe, vitu vyote walivyo navyo viuswe ili kulipa deni, na pengine haingelilipika. Akapiga magoti akasema ya kwamba unisamehe na nitakulipa. Lakini hata kama angeachiliwa hangeweza kulipa, maana hiyo deni ilikuwa ni kubwa. Haleluya. Biblia inanionyesha akasamehewa na akawachwa huru. Lakini naye alipotoka magotini akapata mwenzake pia ana deni yake yeye mwenyewe. Huyu ambaye amesamehewa, kuna mwenzake alikuwa na deni 75 cents times 100. Is it right? 75 cents. Hiyo ni shilingi 75. Fanya hesabu hiyo vizuri. Okay, asante. Bwana asifiwe sana. Wafanye hesabu wako ni wazuri. Biblia inaonyesha huyu wa pili hakuwa na deni kubwa ya huyu mwenzake ambaye amesamehewa. Na nilipoangalia tu nikaona ya kwamba yeye alipotoka magotini alikutana na huyu na akamwambia alipa deni.
na akamwambia yule alipopiga magoti kumwambia kwamba unisamehe na nitaenda kukulipa, akatumia maneno yale yale yaliyotumika na yule, nitakulipa. Yeye mwenyewe akasema hakuna, akamshika akampeleka gerezani mpaka atakapolipa yote ndiye atoke katika mahali pale. Halo, hakukuwa na neno la msamaha katika ndani ya maisha yake. Bwana atusaidie sana. Alisamehewa, lakini yeye hataki kusamehana. Na ujue ya kwamba wakati mambo haya yalipokuwa yakiendelea, mashahidi wengi walikuwa hapo, lakini mkubwa hakukuwa hapo. Mkubwa akapelekewa habari, yule mtu uliyemsamehe milioni 50, yeye hakuweza kusamehe mwenzake aliye na deni ndogo ya shilingi 75, hakuweza kumsamehe, amembeleka gerezani. Ikasemekana enda mumuita akuje hapa. Alipoletwa akaambiwa ya kwamba wewe hungeweza kusamehe mwenzako deni ile ndogo, na mimi nilikusamehe ile deni kubwa. Akamwambia hata wewe mpaka gerezani mpaka utakapolipa deni yangu yote. Halo, atina hivyo ndivyo Baba yangu aliye juu mbinguni atakavyowafanyia nyinyi. Halo, samehe watu makosa yao. Hata wale vijana wenu waliondoka nyumbani bila habari, bila kuaga, mahali walipo wasamehe mahali walipo katika jina la Yesu. Unaweza kuwasamehe hata ukiwa hapa, hata kama hawako. Unaweza kutuma neno la msamaha, unapiga simu ya mbinguni yanguke mahali aliko katika jina la Yesu. Bwana wetu asifiwe. Nataka nikuambie, kuna mtu mmoja alipelekwa kotini, akapatikana na makosa 6. Halo, alipofika mbele ya judge, akaanza kusomewa mashtaka yake. Number 1, ulifanya hivi na hivi. Akasema ndio, lakini nisamehe. Iye katolewa. Ya pili akatumia neno hilo hilo, ndio lakini nisamehe. Ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, ya kwamba nimekubali lakini unisamehe. Mwisho wa mambo yote mtu huyu akakosa kitu, anastakiwa maana ameomba msamaha. Bwana wetu asifiwe. Hata na sisi tusipowasamehe watu makosa yao, hata Baba wetu wa mbinguni hataweza kutusamehe. Neno lilitangulia kusema ya kwamba kila msimamapo na kusali ili maombi yenu yapate kusikika, samehe watu wengine makosa yao kwanza. Bwana asifiwe. Wasamehe katika jina la Yesu. Ukiwasamehe na Baba yetu wa mbinguni naye atakusamehe. Mwenye alianza msamaha, Bwana wetu asifiwe sana, ni Mungu wetu wa mbinguni. Na Yesu akafuata neno la msamaha, akatembea nalo. Hata wale walikuwa wakimsurubisha, aliambia baba yake ya kwamba Baba wasamehe. Bwana asifiwe. Neno la msamaha ni muhimu kwako, kwa watoto wako, kwa mke wako na hata kwa bwana yako. Bwana asifiwe. Tunawasamehe, tunawaachia Mungu, yule anajua kutafuta watu, awatafute jinsi atakavyoona kwamba inastahili. Bwana asifiwe. Tusome neno hilo lingine la chini. Ni Mathayo 5:23. Mathayo 5:23. Biblia inasema hivi, basi ukileta sadaka yako madhabahuni. Kumbe hata tungalitoa sadaka leo mara ya mwisho huko kabla hatuja kama kumbe tungalihubiri kwanza alafu tutoe sadaka ndio tujue nani. Haya tusome. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Endelea. Patana na mshtaki wako upesi wakati uwapo pamoja naye njiani, yule mshtaki asije akakupeleka kwa hakimu, na hakimu akakupeleka kwa askari,
ukatupwa gerezani, amini na kuambia hutoki humo kamwe hadi utakapolipa senti ya mwisho. Bwana wetu asifiwe. Haleluya. Maombi yetu ni sadaka mbele za Mungu. Mnakubaliana nami? Biblia ikasema ya kwamba Biblia ikanena. Umerudia huko? Biblia ikanena ikisema ya kwamba, rudi ndugu mpaka pale, ukileta sadaka yako madhabahuni ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako. Mungu apokee sadaka ambayo ni najisi. Hata maombi ya mtu yule ambaye hana msamaha haifiki kwa Mungu. Uiache hiyo sadaka. Enda patana na ndugu yako, maliza maneno na yeye, kisha njoo utoe sadaka. Bwana asifiwe. Halo, Bwana asifiwe sana. Uiache, si ndio? Kisha njoo utoe sadaka, itakubalika. Unakumbuka Kaini na ndugu yake Abeli? Mungu aliitabakari sadaka ya Abeli, akaikataa sadaka ya Kaini. Na yote wakija, kila mtu alikuwa ni sadaka yake amebeba. Mungu ukataa sadaka ya mwenye dhambi. Na sadaka hiyo ya mwenye dhambi inapoletwa haipokelewi katika jina la Yesu. Unakumbuka hiyo, nimekuambia sadaka ya Abeli Mungu akaitafakari, lakini akaikataa sadaka ya Kaini, kwa sababu huyu ndugu yake hakuwa na moyo safi. So Biblia inasema kisha urudi uitoe hiyo sadaka ukishapatana na ndugu yako. Ndio, patana na mstaki wako upesi wakati uwapo pamoja naye njiani. Asije akakupeleka wapi? Asije akakupeleka kwa hakimu. Kabla hujafika kwa hakimu, maana kuna hakimu. Bwana asifiwe. Yeye atakaokata jinsi atakavyokata, hivyo ndivyo atakavyokuwa. Pataneni ninyi kwa ninyi, sameaneni ninyi kwa ninyi. Haleluya. Na roho ya umoja na roho ya upendo ipate kuanguka ndani ya moyo wako katika jina la Yesu. Haleluya. Akatuambia vizuri, asije akakupeleka kwa hakimu, na hakimu akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Ati hakika hautoki huko mpaka utakapolipa senti ya mwisho. Haleluya. Sasa nataka uanze kutafuta wewe mwenyewe, ni mangapi ya wenyewe ambao umeyabeba ndani ya moyo wako mpaka yanakwasa uokovu wako, na wewe si hakimu, bado tuko njiani. Biblia inatuambia kwamba tupatane. Bwana asifiwe. Tupatane ili maombi yako yawe yakisikika kule juu mbinguni. Maombi yako yawe yakipokelewa juu mbinguni, lazima muwe na neno la msamaha katika ndani ya maisha yenu. Bwana asifiwe. Msamaha ni kitu ya maana. Amen. Nataka uangalie au utafute ni wangapi ambayo mmebebana nao, hata pengine wengine ni Wakristo. Leo tutaomba ombi fupi, lakini ni la kusamehe walioko hapa na wasiokuwa hapa. Asije akafa kama bado unambeba. Hautampata tena. Hautampata. Bwana asifiwe sana. Na ndani yako kusiwe na nafasi ya kubeba misigo ya wenyewe. Wacha wenyewe wabebe misigo yao, na wewe ubebe msigo ulio wako katika jina la Yesu. Kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na ng'ombe wake, ni mchungaji wa ng'ombe. Na wakati mmoja kwa bahati mbaya akachukua jiwe akatupia yule ng'ombe wakienda malishoni. Akagonga ng'ombe mgongo, ng'ombe ikachibuka. Ile ng'ombe ikajitenga na ng'ombe wengine, kaenda kando kutingisa mkia, kutingisa kichwa. Akaona hii ng'ombe ina huzuni sana, akaamua kuiendea. Ng'ombe yake iliitwa Stella. Akaamua kuiendea, akaikumbatia kwa kichwa, akaiambia Stella, unisamee.
Na hakika alipofanya hivyo, ile ng'ombe ikatoka hapo ikajiunga na ng'ombe wengine, na ikaanza kurudisha furaha yake. Bwana asifiwe. Hata maneno ya kinywa chako inaweza kuwa jiwe moja ambaye imeangukia ndugu yako mpaka akasema ya kwamba hata hiyo kanisa sitaki. Nataka nikwambie hivi, haleluya, samea yeye, awe yuko hapa awe hayuko hapa, apate neno la msamaha katika jina la Yesu. Amen. Nimekimbizwa hivyo, nasema kwamba Mungu wa mbinguni awabariki. Lakini nataka sasa, ninapoondoka kwenye jukwaa hii, wewe mwenyewe usimame na miguu yako. Nataka usamee walioko hapa na wasiokuwa hapa. Amen. Uwasamee katika jina la Yesu. Amen. Simama. Simama. Angalia kanisa hili. Amen. Angalia kanisa hilo. Angalia we mwenyewe, tafakari. Kuna watu wengine wameokoka, wengine hawajaokoka, lakini mnabeba mizigo yao. Nataka leo msamee. Hata kama hautamfikia, mlete mikononi mwako hapo mahali uliko. Unamjua na unawajua. Hata kama ni yule mume wako, msamee katika jina la Yesu. Yule mke wako, msamee katika jina la Yesu. Yule ndugu yako aliyekukwasa, msamee katika jina la Yesu. Ile mtoto yako aliyefanya vile alivyofanya ukakasirika, msamee katika jina la Yesu. Haleluya. Ni saa ya maombi. Funga macho yako sasa. Sema kitu mbele za Mungu kwa ajili ya somo ya siku ya leo. Sema kitu we mwenyewe. Usiwe mtu ya kusema amen wakati wengine wanaomba. Hata we ambia Mungu, mjulishe jambo hilo katika ndani ya maisha yako. Haleluya. Baba wetu wa mbinguni, ninakushukuru wewe uliye juu mbinguni, ambaye ni hakimu anayepita hakimu wote. Sasa Mungu wetu wa mbingu, umenena pamoja na mioyo yetu juu ya jambo la msamaha. Nataka niwasamee wote ambaye wamenikosea. Naomba msamaha kwa wote ambaye Mungu nimewakosea. Naomba uwepo wako na nguvu zako iambatane nami pamoja na wapendwa hawa katika jina la Yesu. Mungu wetu uliye juu mbinguni, mfalme wa wafalme, tembea sasa. Angalia dada huyo na ndugu huyo, yule ambaye amekuwa akikwasana na yeye. Mungu msaidie kuweka chini mzigo huo, ili Mungu wetu wa mbingu, maombi yake yasikike, sadaka yake ikubalike, maana wewe ni Mungu. Bariki hawa, bariki kila mmoja katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Mungu awabariki.